Hapa huyu ni bundi mwenzake, yule kule wenzake wale. Unaweza kuona sura yake kidogo, bundi yule. So kwa hiyo akiwa anakuja vile usiku akilia. Sasa nadhani mmewahi kusikia historia mbalimbali kuhusiana na bundi. Kwa mfano kule kwetu Pwani tunaamini bundi akitua kwenye nyumba yako, mjiandae kuweka msiba. Sasa hapa tunamsikia mtaalamu kidogo anatuambia kuhusu bundi. Hem, tuelezee kuhusu bundi kidogo. Watu wanaamini wanaweka imani kwamba bundi ni mchawi, wamehusisha masuala ya kishirikina kwa sababu za kisayansi kama ifuatayo. Bundi wana uwezo wa kunusa. Wamepewa uwezo wa kunusa kiumbe kilichokufa na kiumbe ambacho kinakaribia kufa. Kwa mfano kwa sisi binadamu yote kabla hajafa, kinachotangulia kufa mwilini huwa ni cells. Baadhi ya cells zikishaanza kufa mwilini zinamfanya yule binadamu atoe harufu ambayo mimi na wewe hatuwezi kuipata. Na kwa sababu bundi anakula nyama, anaweza kala fresh meat, anaweza kala dead meat. Kwa hiyo akipata ile harufu akiwa ana njaa, hasa wakati wa usiku. Na kwa nini wakati wa usiku? Kwa sababu wakati wa usiku ndio muda wake wa kufanya kazi. Mchana analala. Yaani anaona vizuri sana wakati wa usiku kuliko wakati wa mchana. Kwa hiyo akipata ile harufu ile, ni lazima atafute ile harufu inatokea wapi. Ndio anaenda sasa kwenye mji wa watu, yani kwa mtu anayekaribia kufa. Anaenda anatua pale juu ya pala nyumba, anaanza kulia. Analia pale, halafu kesho yake mtu anakufa. Kulia vile halii kwa kuhuzunika. Analia kwa kufurahia kwamba yule mtu akifa yeye atakwenda kula nyama, lakini sio kwa ubaya. Na analia vile kwa sababu ya ile harufu. Ile harufu ile ndo inaomchanganya. Ila halii kwa ubaya. Yeye analia kwa kufurahia kwamba yule mtu akifa yeye atakwenda kula nyama. Asante sana mtaalamu. Tunaamini kwamba wadau wetu wengine wamewahi kusikia habari za bundi. Watatuandikia hapa ni nini yeye amewahi kusikia kuhusiana na bundi. Hayo ni machache ambayo tumeyatoa kwa mtaalamu muda si mrefu. Naam.